Tunaendelea kutafakari Zaburi ya 31 na saa hii tunatazama aya ya pili katika Zaburi ya 31 na aya ya pili tunaandikiwa maneno haya: utege sikio lako, uniokoe hima, uwe kwangu mwamba wa nguvu, nyumba yenye maboma ya kuniokoa. Daudi anapoendelea na maombi yake kwa sababu ya wingi wa adui ambao unamzunguka, anaomba mbele za Bwana, anasema unitegee sikio lako, kwa kuwa anayo mambo ya kusema na Mungu. Kwa hiyo na wewe siku zote ujue kwamba Mungu aweza kukutegea sikio lake. Kama ambavyo huwa unajieleza mambo yako kwa rafiki zako, unaona yamekuwa magumu, unatafuta rafiki yako wa karibu, unamueleza, unaweza mkalia pamoja, Mungu yuko tayari kukusikia pia. Rafiki anaweza kukusikiliza, rafiki atakupa pole, rafiki atakubembeleza kwa mkono wake mgongoni kwako, rafiki atakwambia futa machozi, au anaweza kukufuta hata machozi, lakini hawezi kukusaidia kwa kiwango kikubwa. Unapopata nafasi ya kumwomba Mungu akutegee sikio na kumwambia mambo ya maisha yako, Mungu anakusaidia, Mungu anakubeba, Mungu anakuvusha, Mungu anakutia nguvu, Mungu anakupa baraka, anakupa neema, Mungu anakuokoa na kukuponya. Daudi anamwambia Bwana, ninaomba unitegee sikio lako, uniokoe hima. Alafu anasema uwe kwangu mwamba wa nguvu, mahali ninapoweza kusimama kwa uimara. Mwamba wa nguvu, mwamba wenye imara. Anasema nyumba yenye maboma ya kuniokoa, mahali ambapo ninaweza kukimbia nikapata salama. Na wewe Mungu kwako akutegee sikio. Mungu asikie kilio chako, Mungu asikie uitapo unapoomba msaada. Mungu akuokoe hima, akuletee msaada kwa haraka. Mungu awe kwako mwamba wenye nguvu, Mungu awe kwako nyumba yenye maboma ya kukuokoa. Na tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru, tunakutukuza. Bwana, fadhili zako ziwe juu ya mtumishi wako huyu. Angalia mapito anayopitia, ukamtegee sikio Bwana itapo, ukamtegee sikio aliapo, na ukamsikie. Ukamponye Bwana, ukamuokoe hima. Neema yako iwe pamoja naye. Msaidie Bwana, ukawe kwake mwamba wenye nguvu, ukawe kwake nyumba yenye maboma, ukamponye na kumuokoa na hatari zote zinazomzunguka. Adui zake wasijitukuze Bwana, bali wewe Mungu kainua utukufu, kainua ushindi kwa ajili yake, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Mungu akubariki. Asante sana kwa kuweza kuungana nasi. Baraka ya Bwana isimame pamoja nawe.